kwa sababu ugeni rasmi wa leo ni tofauti na ugeni rasmi mwingine, kwa sababu kwa mwingine huwa zinasomwa risala alafu ukija unajibu risala. Sasa hapa hamna risala kwa sababu yaliyozungumzwa hayahitaji nyongeza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na mimi niungane na waliotangulia kwenye kumpongeza sana mwandishi wa kitabu hiki dada Regina, kwanza kwa wazo, maana unaweza kuwa unafahamu mambo mengi lakini ukawa unaamua kuitisha semina hapa na pale kuambia watu jambo ulilonalo, na kwa sababu siku zetu za kuishi si nyingi amefanya jambo jema, tumpongeze. Maneno haya yanaweza sio mazuri sana, lakini siku zetu za kuishi si nyingi, na kwa kuwa hatujui, amefanya jambo jema kuweka kwenye maandishi jambo ambalo alitamani na watu wengine tulifahamu, na kwa yeye kusudi lake ambalo Mungu alimleta pengine ni kuandika hicho kitabu. Kwa hiyo tunakupongeza sana, na kwa yale yote yaliyozungumzwa kuhusu yaliyoko ndani ya kitabu hiki, tunamshukuru Mungu kwa ajili yako, kwa sababu kitabu kitatusaidia sisi wote katika malezi. Sikusudii kurudia yale walioyazungumza wenzangu, lakini labda niongeze tu kidogo kwenye hoja ya malezi. Ndugu zangu waliozungumza hapa wameeleza kuhusu malezi ya wale watoto tunaowazaa. Lakini malezi yako ya aina nyingi. Na kwa sababu wenzangu wamezungumza sana yaliyoko kwenye kitabu na mimi naungana nao, na kwa sababu mwandishi huu ni mwanzo, hiki ni kitabu chake cha mwanzo, naamini atataka kuandika na vingine. Sasa ninaposoma mimi kulea ukuu, na kwamba huyo umleaye ni mkuu, nataka kufikiri kwamba si lazima awe mtoto mdogo unayemlea. Si lazima awe mtoto mdogo ndio umlee, kwa sababu yeye kuna ukuu mbele yake. Nasema hivi kwa sababu yote yametokea hapa na tutajifunza hapa, ila naamini tutaondoka nayo mengine. Kwa sababu tumesikia baba mchungaji hapa akizungumza kuhusu mume wa dada Regina na namna ambavyo anamtia moyo. Sisi hapa ukiacha huyu kijana pengine na wachache wanaweza kuwa ni wadogo, lakini wale ambao Mungu amewapa wenza, ziko nyakati hawa wenza huitana baby hivi. Mtu anaweza asielewe watu wazima wanaitanaje baby, lakini ni katika utaratibu wa kuleana. Kwa hiyo mwingine akimwona mwenzie mtoto, maana yake anajua anapaswa kulelewa. Bwana Yesu asifiwe. Na ni katika hali ya kawaida sana, wala hapa uhitaji kutafuta maandiko. Uhitaji kutafuta maandiko kwamba ikiwa mume hana lengo la kulea kilichoko ndani ya mkewe, kitakufa. Na kama mke hana nia ya kulea kilichoko ndani ya mume wake, kitakufa. Na vivyo hivyo watoto wetu, vile ambavyo Mungu amevikusudia kwao, tusipovilea vitakufa. Kushukuru sana kwa kukubali wito na kuhudhuria sherehe hii ya uzinduzi wa kitabu changu ambacho nimekiandika mimi mwenyewe, kitabu cha kulea ukuu. Ninakushukuru sana. Umeifanya sherehe hii iwe sherehe kubwa, iwe ya heshima. Na niseme kwamba kitendo hiki cha wewe kukubali mwaliko huu na kuja kuhudhuria katika event hii, unalea ukuu. Umenipa heshima na umefanya hata hiki nilichokifanya kionekane ni kitu kikubwa. Kwa hiyo wewe binafsi kama kiongozi, Mungu akubariki sana kwa kuendelea kuinua walioko chini. Mungu akubariki sana, natambua mchango wako na heshima kubwa ambayo umenipa. Ninashukuru sana. Lakini pia nitambue uwepo wa mkurugenzi wa shirika la Leli Tanzania, ndugu Masanja Kadogosa. Ninashukuru sana kwa kukubali kufanya review ya kitabu hiki pamoja na majukumu yako mengi.
lakini ukakubali kukaa kusoma na kuja kuongelea kitabu siku ya leo. Ninakushukuru sana. Niwashukuru pia walezi wangu wa kiroho, Dr. Mchungaji Huruma Nkone pamoja na mama ambaye naye ni Mchungaji Joyce Nkone. Ninawashukuru sana sana sana. Asanteni kwa malezi yenu. Naamini ni malezi yenu yamenifikisha hapa nilipo. Labda kwa watu ambao hawajui, watu wengi wanaweza kashangaa kwamba katika kitabu hiki kuna maandiko mengi ndani. Huyu mtu anawezaje kuyafahamu mambo haya yote? Labda nizungumzie mahali ninapolelewa. Maisha ya pale ninapolelewa ni training kila siku.